anakuja sheitani katika fikra zako akachezea fikra zako, alafu akwambia man khalaqa as-samawati, ni nani aliyeumba mbingu? Kwa sababu tayari una akili, utasema khalaqaha Allah, khalaqaha Allah tabaraka wa taala, mbingu ameumba Mwenyezi Mungu. Lakini sheitani atakuuliza wa man khalaqa al-ardha, ni nani aliyeumba ardhi? Wanadamu akajua moja kwa moja ardhi ni makhluq, na anasema khalaqaha Allah, hii ardhi pia ameumba nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au shetani atakuuliza man khalaqa Allah, sasa huyo Mungu aliyeumba vyote hivi yeye ameumba na nani? Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wake alipotufundisha, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndio ibada muhimu sana ambayo tumekafilika nayo Waislamu, na ibada hii si nyingine isipokuwa ni ibada ya kutafakari. Ibada hii ni ibada kubwa na ni ibada adhim, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amerudia aya nyingi juu ya kuonyesha umuhimu wa kutafakari, akizungumza mambo mbalimbali, lakini mwisho anamalizia liqaumi yatafakkarun. Ala kulli hal, takriban zaidi ya aya 17 kama sijasahau zitakuwa zimerudia suala hili la kutafakari. Bali kutafakari, ndugu zangu Waislamu, ndio sababu ya mafanikio ya Waislamu, bali mafanikio ya ulimwengu pia. Bila kutafakari, basi hakuna kinachoweza kikakaa sawa sawa. Maendeleo makubwa ambayo unayojua na unayaona yanofanywa na wanadamu yamefanywa na watu ambao walokaa wakitafakari na kupata majibu yaliyo sahihi, ndio ukaona tukapata mafanikio haya ambayo tunayaona. Wahandisi, watu wa mahesabu, lakini watu waliokuwa wacha Mungu wa kweli wamekuwa ni watu wa kutafakari, ndio wakafikia ucha Mungu wa kweli. Ahbabi fillah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya Qur'ani anatuambia inna fi khalqi samawati wal ardh, hakika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layl wan nahar, na kutofautiana usiku na mchana, usiku ukaja mchana ukaondoka, mchana ukaja usiku ukaondoka. Hivi yote la ayatu liqaumin yatafakkarun, hii ni alama kwa watu ambao wenye kutafakari. Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, ukikaa bila kutafakari unaona tu mambo yanaenda, lakini ni kitu gani kinasababisha sairu shams, safari ya jua kutoka mashariki kwenda magharibi, kisha likachomoza kesho kwenda magharibi? Ni kitu gani kinasababisha hivyo? Inatakiwa mtu kae na utafakari. Na aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipoiteremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kitafakari na akalia. Hata hadithi inasimuliwa na Bibi Aisha, hata Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal Rabah alipokuwa ameamka asubuhi anaadhini, alipokuwa kumwangalia Mtume, alimkuta Mtume analia. Nini? Akaambiwa, Mtume akamwambia, leo imeteremka aya ya kutaka sisi tutafakari. Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, kama Waislamu ni watu ambao tuna haki na tuna umuhimu mkubwa sana wa kutafakari mambo mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, inna islah tafkir, hata kufikiria kuzuri, mtu anafikiria vizuri, huyo mtu anafikiria vizuri huwa miftahu islah al-amal. Kufikiria vizuri ndio ufunguo wa kufanya matendo yaliokuwa sawa sawa. Matendo mazuri yanafanywa na mtu alokaa baada ya kutafakari vizuri. Ala kulli hal, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia la ibada katafakkur, hapana ibada, la ibada katafakkur, hakuna ibada iliyokuwa nzuri na kubwa kama kutafakari. Kwani tafakuru saa, kufikiria saa moja, khairu min ibadati 60 ama. Kufikiria saa moja, mtu akakaa akafikiria, akaangalia alipotoka, kwa mfano akaangalia ala illah, akaangalia utendaji wa Mwenyezi Mungu, akaangalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu kwa makini, kufanya hivyo khairu min ibadati 60 ama. Na hadithi hii ni sahihi, ni bora kuliko kufanya ibada miaka 60 bila kufikiria. Maana mtu anayefanya ibada muda mrefu bila tafakkur, anaweza akawa anafanya ibada basi na kuifanya ile ibada kama inavyotakiwa,
akafanya tu muradi amefanya, ala kulli hali mambo yanakwenda. Ndio kama wewe utamkuta msikitini, alafu ukitoka nje utamkuta yuko baa, ala kulli hali anafanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayaridhii. Huyo ni mtu ambaye anafanya ibada zake bighairi tafakkur, pasina kufikiria. Ahbabina alkiram, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka tuishi tukiwa hivyo, tuishi tukiwa ni watu kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa tambii katika hadithi hiyo. Lakini hadithi nyingine iliyosimuliwa na Abu Darda radhiyallahu anhu qala, zama ruya an nabii sallallahu alaihi wasallam, ibn hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam marfu'a, hadithi marfu' annahu qala, kwa Mtume anasema katika hadithi hii, hadithi ambayo ni marfu', amesema bwana Mtume, inna minan nasi, hakika kuna miongoni mwa watu, nasan ni watu, mafatihun lilkhair, wao ni funguo za kheri, lakini maghaliqun lishari, wao ni makufuli ya shari. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bidhalika, kwa hivyo kwa wao ni funguo za kheri na ni makufuli ya shari, bidhalika, kwa sababu hiyo ajirun, wanapata ujira mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini minan nas, kuna miongoni mwa watu, wafatihu lishar, ni funguo za shari, maghaliqun lilkhair, ni makufuli ya kheri, wa alaihim bidhalika isrin, wa alaykum wa alaihim bidhalika isrin, na watu hao wahilewa kufanya hivyo, isrun ay ismun kabir, wana madhambi makubwa sana kwa kufanya hivyo. Kwa wewe mtu ambaye ni funguo ya shari lakini ni kufuli la kheri, wewe ni mtu ambaye unaishi ukiwa na madhambi, unapata madhambi makubwa sana. Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuishi tukiwa sisi ni funguo za kheri. Akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ja'ala miftahun lilkhair, furaha kubwa ni kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia kuwa ni funguo ya kheri, lakini mighlaqun lishari, kuwa yeye ni kufuli la shari. Lakini Mtume akamalizia katika hadithi hii, watafakuru saa, na kufikiria saa moja, li, kwa ajili yangu mimi, khairun min qiyamil layl. Mtume anasema kwa yeye kufikiria, kwa Mtume sallama, yeye kufikiria saa moja ni bora kuliko kusimama qiyamul layl. Ala kulli hal, angalia utaona kwa kiasi gani ibada hii ya kutafakur ni ibada ambayo tulikuwa wengi tumekafilika nayo, lakini ni ibada kubwa sana. Kuna kheri iliyoje mtu kama kusimama qiyamul layl. Kusimama qiyamul layl ni ibada ambayo ina fadhila kubwa sana. Siku ya kiyama watu watakapokuwa katika mahshar, katika uwanja wa mahshar, uwanja wa ufufuo, atasema mwenye kusema, au atanaji mwenye kunadi, aina alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji, wako watu wale ambao walikuwa wanaepusha mbavu zao na nini, na magodoro, walikuwa hawalali wakifanya ibada, wakisoma Qur'ani, fayakumuna wa hum qalil, watasimama ilhali ya kuwa watu hao wakiwa ni wachache kabisa. Sasa angalia ndugu yangu Muislamu, Mtume anatuambia wewe kwake kule kufikiria saa moja ni bora kufanya ibada, ni bora kuliko kufanya ibada ya qiyamul layl. Sasa unaonaje thamani na umuhimu wa kufanya ibada hii ya kutafakari? Tutafakari katika nini? Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, tutafakari juu ya mambo yaliokuwa muhimu kwa sisi, yaliokuwa na maana na yaliokuwa min aham al-umur kwa sisi. Rawi al-Amash, imepokewa na Amash an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, an Umar ibn Murrah, kutoka Amr ibn Murrah, anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam, akabana Mtume sallallahu alayhi wasallam, marra biqaumin, Mtume aliyopita watu, yatafakkarun, wakitafakari mambo mbalimbali, faqala lahum, Mtume akawaambia watu wale, tafakkaru fi khalqi, tafakkaru fil khalqi, fikirieni katika viumbe, wala tatafakkaru fil khaliqi, wala msikae nyinyi mkaanza kumfikiria muumba. Ahbabina alkiram, tunapofikiria tufikirie katika vile ambavyo Mwenyezi Mungu aliviumba na kuviweka, lakini tusipokaa hata mara moja tukaanza kumfikiria Mwenyezi Mungu na kumtengua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaanza kufikiria mathalan Mwenyezi Mungu sharti chake kilikuwa nini. Ala kulli hal, kuna kufikiria vitu kama hivi vitu ambavyo manhiyo tukatazwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ambayo amepokea Hisham ibn Urwa kutoka baba yake an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na babake alipokea kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qala,
Kama Mtume amesema, inna shaytana, haka shaytani yati ahadakum, shaytani anamjia mmoja wenu, fayaqul, na shaytani anamwambia mmoja wenu, man khalaqa as-samawati, anakuja shaytani katika fikra zako, akachezea fikra zako, alafu akwambia man khalaqa as-samawati, ni nani aliyeumba mbingu? Utaona mwanadamu, kwa sababu tayari una akili, utasema khalaqaha Allah, khalaqaha Allah tabaraka wa taala, mbingu ameumba Mwenyezi Mungu. Lakini shetani atakuuliza, wa man khalaqa al-ardha, ni nani aliyeumba ardhi? Mwanadamu akajua moja kwa moja ardhi ni makhluq, na anasema khalaqaha Allah, hii ardhi pia ameumba nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Shetani ataendelea, atamwambia, fayaqulu, atasema man khalaqa Allah. Sasa hawa sawa, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu, Mwenyezi Mungu ameumba ardhi, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe, Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu, sawa, ukasalimisha fikra zako hivyo. Hapo shetani atakuuliza man khalaqa Allah, sasa huyo Mungu aliyeumba vyote hivi, yeye ameumba na nani? Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wake alipotufundisha. Mtume anasema, fa idha ahassa dhalik, mtu atakapohisi jambo kama hilo katika fikra zake, kwamba anakwenda sasa kwenda kuchokonoa, kutaka kumjua Mungu nani aliyeumba Mungu, fa idha ahassa dhalika ahadukum, bila atakapohisi hivyo mmoja wenu, shay'an, kitu, faliyaqul, na aseme amantu billahi wa bi rasuli. Ukifika hapo, sema mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu na nani? Na mtume. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la awwala lahu, Mwenyezi Mungu hana mwanzo, yeye mawjud, ni anapatikana bila makani bila kaifu, anapatikana bila sehemu wala yukoje. Hilo ni swala ambalo haliruhusu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukifikiria mahala hapo, shetani akiona kuchezea ukafika hapo, sema qul amantu billahi wa bi rasulihi, sema mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, kutafakari ni katika ibada kubwa ambayo tumeghafilika nayo tulikuwa wengi. Imepokelewa hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema atafakuru saa, kufikiria saa moja, khairu min ibadati sana, ni bora kuliko ibada ya mwaka mzima. Na kitu ambacho leo utaona kinasababisha watu wengi tunaingia katika mambo ya laghwi, katika mambo ya upuuzi, katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayaridhii. Tumeacha kukaa tukatafakari juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile alivyovileta hapa ulimwenguni. Ala kulli hal, ahbabina alkiram, qala ba'd alhukama, wamesema baadhi ya watu wenye hikma, wamesema la tatafakkaru fi thalathat ashya, msifikirie katika mambo matatu, msikae mkaanza kuumiza vichwa vyenu katika mambo mangapi? Mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa, la tatafakkaru fil faqri, msikae mkaanza kuumiza vichwa vyenu kwa ajili ya ufukara mliokuwa nao. Saa ingine mtu anaweza akawa ni maskini, akaanza kupiga kichwa, anaumiza kichwa, namna gani anaweza kumaliza umaskini wake? Ahbabina alkiram, haya mambo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyakadiria toka tukiwa katika matumbo ya mama zetu. Wanadamu wanapokuwa na miezi minne katika tumbo la mamake, anakuja malaika kabla hajapulizwa roho, anaandika umri wake, anaandika riziki yake, anaandika kila kitu. Ala kulli hal, Mwenyezi Mungu amekuandika wewe na kukadiria ni mtu ambaye utakuwa na riziki ndogo, kwa sababu anajua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Usihangaike kuumiza kichwa chako juu ya kufikiria umaskini uliokuwa nao. Kwa sababu gani? Ukifikiria umaskini, fayakturu hammuka, mawazo yatakuwa mengi, wa ghammuka, na kero zitakuwa nyingi katika moyo wako, wa yaziduka fi hirsika ala dunya, na itakusababishia wewe uzidi kuwa na pupa zaidi na dunia. Utafika mahala pa kuanza kufanya ibada kwa sababu unakimbizana na nini? Kimbizana na kutaka kuondoa ufukara uliokuwa nao. Ufukara Mwenyezi Mungu amekukadiria, saa nyingine amekuona kwa hali yako uliokuwa nayo. Lao ni kupa utajiri, umekuwa wewe ni mtu wa motoni, lakini Mungu ameamua akupeleke peponi, ukupa ufukara hapa duniani siku chache, uishi siku chache, ili akhera maisha marefu ukaishi ukiwa peponi. Kwa hiyo usifikirie juu ya umaskini ukafikiria kupitiliza. Tujitahidi ala kulli hal
kutafuta riziki za halali, lakini tafuta kwa kadri ya nini, ya imkani yako. Usikae mahala ukaenda ukapora kitu cha mtu ili ujitajirishe wewe. Usikae mahala ukaenda kuharibu kitu cha mtu ili uwe wewe na nafasi iliyokuwa nzuri. Usifanye hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu itakuzidishia wewe wala kuwa na mawazo mengi, lakini kero, na itakuzidishia hirsu ala dunia. Hili jambo la pili, la tatafakaru fi dhulmi dhalim, fi dhulmi man dhalamaka. Usifikirie juu ya dhulma kwa yule aliyokudhulumu. Mtu aliyokudhulumu basi mwachie Mwenyezi Mungu, lakini ukianza kumfikiria sana itafanya nini? Itasababisha kitu gani hiyo? Anasema sahibul hikma huyu asema fayaghlidhu qalbaka, moyo wako utakuwa mzito, lakini wayaktulu haqqaka, chuki yako itakuwa nyingi, lakini wayadumu ghaidhaka, na maudhi yako yatakuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo mtu akikudhulumu, fuatilia haki yako, ukishindwa basi mkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukiendelea kufikiria utazidi kuumia, na matokeo yake hakuna utakachopata. Lakini vile vile jambo la tatu, la tatafakaru fi tuli albaqai fi dunya, msifikirie kukaa muda mrefu hapa duniani. Katika vitu ambavyo Waislamu tunatakiwa tuishi navyo, tujue sisi kuluna rahiluna kuluna sairuna ila al-maut, sote tuko katika safari ya moja kwenda katika kifo. Kwa hiyo tulu albaqaa, kwa sababu kujiona mimi nitafika miaka 90 kama babu yangu, hiyo isikudanganye. Ukifanya hivyo itasababisha shida katika maisha yako. Fatasbahu faduhibbu aljamu, utapenda tu kila siku kusanya mali, lakini utudhi'u al-umr, utapoteza umri wako. Utusawifu fil amali, na utajichelewesha wewe katika kufanya matendo ya kheri. Ala kulli hal, ndugu zangu Waislamu, tuitahidi juu ya haya mambo, ni muhimu sana. Na akasema ana mkubwa mmoja hapa ambaye al-faqih asema idha arada al-insan yanala fadla at-tafakkur, anapotaka mwanadamu kupata fadhila za kutafakari, basi falyatafakkur fi khams. Ukitaka kupata fadhila za kutafakari, fikiria katika mambo matano. Ni mambo gani? Kwanza kabisa, ayatullahi wa alamatuh, zile aya za Mwenyezi Mungu alizoziweka katika ulimwengu na alama zake. Fikiria ni vipi Mwenyezi Mungu ameweza kuweka mlima mkubwa pale kwa kaa, sawa bwana. Fikiria ule utendaji wake. Fikiria Mwenyezi Mungu ni vipi ameweka mbingu kule bighairi amad, pasina nguzo za kuizuia kule na ikakaa. Fikiria ala kulli hal, jua linatokaje asubuhi kule kuzama. Fikiria vitu kama hivi fi ayati Allah, katika aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alama alizoziweka. Fikiria katika mambo hayo. Ukifikiria hivyo, itazidi wewe kukufanya uwe na ucha Mungu mkubwa mbele ya Mwenyezi, na utamwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, fikiria fil alai wan ni'ama, fikiria katika ala za Mwenyezi Mungu na neema zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hata wanazuoni wakatafsiri na kueleza ala illahi wa ni'ma illahi ni nini, tofauti yake nini. Kwamba ala illah ni kama huu mkono, unavyoona mkono ni ala illah, lakini ni'ma illah ni ile nguvu iliyokuwa katika nini, katika mkono. Miguu yako unakuwa nayo ni ala illah, lakini ule uwezo wa kutembea ni neema ya Mwenyezi Mungu katika ile miguu. Ala kulli al-macho unakuwa nayo ni ala illah, lakini ule uwezo wa kuona sawa ni neema ya Mwenyezi Mungu ambayo ipo katika macho yake, katika macho yako. Ala kulli hal, tufikirie katika vitu kama hivi. Ukifikiria vitu kama hivi, itakusababisha wewe utakuwa imani yako inaongezeka, ucha Mungu wako unaongezeka, utakuwa ni katika watu wema na katika watu waheri. Lakini vile vile tufikirie fi thawabi, fikiria katika thawabu. Jambo la tatu, fikiria thawabu alizoweka Mwenyezi Mungu kwa watu ambao watakofanya kheri, Mwenyezi Mungu atawalipa ujira mkubwa. Fikiria vitu kama hivyo. Fikiria pepo Mwenyezi Mungu anayoumba, fikiria katika pepo Mwenyezi Mungu ameumba neema mbalimbali, akazitaja katika Qur'ani kwa namna tofauti. Akaweka huko kuna starehe nzuri nzuri, kuna vyakula vizuri. Fikiria hizo ndio nini, ndio vitu vya kufikiria juu ya thawabu ambazo utakazofanya. Lakini pia jambo la nne, fikiria juu ya iqab, juu ya adhabu ambazo watu watapata kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu watakazopata watu kwa kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayaridhii. Fikiria vitu kama hivyo. Lakini jambo lingine,
fikiria fi ihsanihi ilayhi, fi ihsanihi ilayhi, fikiria wema Mwenyezi Mungu kwako wewe. Wewe unamwasi Mwenyezi Mungu, unazini, wewe unaiba, unasema uongo, lakini Mwenyezi Mungu anakustiri. Unafanya jambo ambalo hupendi watu kuona, lakini Mwenyezi Mungu kwa wema wake anakustiri, hakuadhibu pale pale, anakuacha. Fikiria kama vitu kama hivyo. Ukifikiria hivyo, itakuwa ni sababu ya wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutengenezea mazingira yaliyokuwa bora na kufanya wewe uwe katika watu ambao walikuwa wacha Mungu wazuri kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazidi kutueleza juu ya umuhimu wa kutafakari. Anasema Mwenyezi Mungu, yumbitu lakum bizar'a, Mwenyezi Mungu anakuotesheni nini? Zara, makulima. Wa zaitun, na mizaitun, sawa, wadhihi, wa nakhil, na mitende, wal anab, na mizabibu, wa min kulli thamar, na matunda yote Mwenyezi Mungu anakuotesheni. Lakini anasema Mwenyezi Mungu, inna fi dhalika, haka katika hilo Mwenyezi Mungu anasema katika hilo anakuotesheni vitu hivyo, la ayatu, ni alama ya kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si alama tu, bali ni alama liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakari. Ukiwa utafakari utaona tu bali maembe tu yameota, lakini fikiria kitu gani kinasababisha yale maembe yameota kwenye maembe yanapata sukari. Ni kitu gani kinapeleka sukari kule? Fikiria ni kitu gani kinasababisha yale maembe yanakuwa yenyewe pasina labda kutiwa kitu fulani, yanakuwa tu yenyewe, alafu inafika mahala inaiva, alafu inakuwa na sukari, inakuwa matamu. Fikiria vitu kama hivi ili ujue udhmatullah, ili ujue ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ukishajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu, maana utamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali iliyokuwa sawa sawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta hizi aya katika Qur'ani akimalizia liqaumi yatafakkarun liulil albabi, zinafika aya 17 ni kuonyesha umuhimu wa kutafakari. Na hili ni jambo ambalo tumelipoteza, tulikuwa wengi, na hii ndio inasababisha, kwa sababu ya kushindwa kutafakari vizuri, kufikiria vizuri. Utamkuta Muislamu anawekeza nguvu kubwa kwa mtoto wake ambaye anatakiwa amtengeneze, amjue Mwenyezi Mungu na kumwabudu, akawekeza nguvu kubwa kule skuli, lakini mtoto huko kwenye dini akamfuta kabisa. Bali nafika mahala kwa sababu ya uchache wa kutafakari, na anashindwa mtu kufikiria kwamba leo tupo hapa kwa siku chache, baada ya muda fulani tutaondoka, akafanya mambo ambayo hata atakapoondoka ataenda kuadhibiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ameshindwa kutafakari vizuri. Uzao wa Islam kumenenwa katika maneno ya hikma, katika maneno nini ya hikma, azama lisanul aqil, ulimi wa mtu mwenye akili. Tunasema mtu mwenye nini? Ulimi wa mtu mwenye akili, waraa qalbihi, unakuwa nyuma ya moyo, yani ulimi unafuata moyo, sawa sawa. Ulimi wa mtu mwenye nini? Sasa jiangalie wewe, ni mtu mwenye akili au sio mtu mwenye akili? Jiangalie, kwa sababu ulimi wa mtu mwenye akili wenyewe unafuata moyo wake, kwamba hawezi kusema kitu kwanza, lazima afanye atafakari kwa moyo wake, akipatia majibu ndo anasema. Huo ndio ulimi wa mtu mwenye akili. Lakini wazi kisema fa idha arada alkalam, mtu mwenye akili anapotaka kuzungumza tafakara kwanza, anaanza kufanya hivi, ninalozungumza litakuwa na natija gani? Hivi mwisho wake utakuwa nini? Mtume akasema idha aradta an tafala amra fatadabbara aqibatahu, unapotaka kufanya jambo lolote zingatia mwisho, matokeo ya ile jambo itakuwa nini, kisha ukijua matokeo yake lifanye. Kwa hiyo ulimi mtu mwenye akili unafuata moyo wake, unatafakari. Baada ya kutafakari, basi hapo ndo anaweza mtu akasema fa idha kana lahu qal, akisema akiona ile jambo lina kheri na yeye qala, analisema. Wa in kana alayhi, akiona ile jambo lina madhara kwake yeye, sakata, ananyamaza mtu mwenye akili. Wa qalbul ahmaqi, kinyume chake. Wa qalbul ahmaqi, moyo wa jitu pite, moyo wa mtu ambaye haitambui,
mtu ambaye wakurupuka, mtu ambaye yupo sawa, wara lisan, moyo wake unakuwa nyuma ulimi, kwamba anasema baada ya kusema au baadaye anaanza kujuta, wale baadaye anaanza kufanya nini? Kujuta. Huyo ni humqi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujiweke tukiwa watu wa aina hiyo, tuwe watu ambao kabla hujasema kitu ifikirie unataka kusema kitu gani. Vile vile Sayyidina Umar al-Khattab radhiallahu anhu amesema katika maneno yake, qallil kalamaka, fanya machache maneno yako, wazid tafakkuruka, nazidisha kutafakari kwako. Sawa, fanya maneno yako machache, lakini uone muda mrefu sana kufanya nini? Wa kutafakari. Kufanya hivyo ni salah na mafanikio kwako wewe. Tunamalizia na maneno ya Imamu na Shafi'i, anasema anna tafakkura, hakika kufikiria, adatun asasiya, ni kitendea kazi cha msingi, liistinbati, cha kutifua, cha kufanya tafiti mbalimbali, huwa alfahamu alamiq, na kutafakari ni chombo ambacho kinamsababisha mtu aelewe jambo kwa undani kabisa. Lakini wa anna samta, ama kunyamaza kwa mtu, yuinu alayhi, kunamsaidia aweze kutafakari. Nyamaza unaweza kutafakari, lakini ukiwa mropokaji wewe msema ovyo, huwezi kufanya jambo lolote la maana. Wa anna tadabbur fi al-khalqi, ama kule kuzingatia katika vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoviumba Mwenyezi Mungu, yakshifu admatullah, inasababisha kufunua, kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tujitahidi katika maisha yetu, tusiwe ni watu kukaa hivi, tukae kila jambo tunafanya tafakari kwanza kabla ya kulifanyia kazi. Na akasema Imam Shafi vile vile, fakir kabla an ta'zim, fakir kabla an ta'zim, fikiria kabla hujaazimia kufanya jambo. Jambo lolote unataka kufanya, kwanza lifikirie, hili jambo nalitaka kufanya lina kheri na mimi, ni jambo zuri, ni jambo lenye mafanikio, ni jambo ukishajua kisha nenda katika utendaji. Lakini watadabbur, zingatia mambo kabla an tahjur, kabla hujaingia katika kufanya ile mambo. Washawir, na shauriana na watu au shauri watu kabla an taqaddama, kabla hujaingia katika jambo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri.